Katika viunga vya jiji kubwa la Biloko, kulikuwa na mtaa mmoja maskini ulikando ya mto ulioitwa Kibikibi. Mtaa huu ulijulikana kwa nyumba zake za mbavu za mbwa na harufu ya umaskini uliokithiri. Lakini katikati ya changamoto hizo, kulikuwa na mwanga mmoja uliowapa matumaini wakazi wake, kijana shujaa aliyeitwa Chudu. Kwa mwonekano, Chudu alikuwa kijana wa kawaida sana, mkimya na mpole, lakini kwa wajane na yatima wa Kibikibi, Chudu alikuwa malaika mlinzi. Ukweli uliokuwa unajulikana na kila mtu mtaani humo, lakini ukifanywa siri kuu ni kwamba Chudu alikuwa mwizi, lakini hakuwa mwizi wa kawaida. Alikuwa na kanuni moja thabiti: usiibe Kibikibi. Chudu alifunga safari ndefu kila wiki kwenda mitaa ya matajiri iliyoko mbali ndani ya jiji la Biloko, hasa katika mtaa wa Kandili ambako majumba yalikuwa ya kifahari na walinzi walikuwa wengi. Kule Kandili, Chudu alikuwa simba, alipenya kuta ndefu, aliepuka kamera za usalama na kuvunja sefu za matajiri. Lakini akirudi Kibikibi, alikuwa kondoo. Kila alfajiri baada ya operesheni zake, Chudu angeonekana akipita mlango kwa mlango: Bibi Amina, chukua hiki ukajinunulie chakula na dawa. Angemwambia mjane mmoja mzee, huku akimkabidhi bahasha pesa na mfuko wa mchele: enyi watoto, nendeni shule mkasome, nishalipia karo. Angewambia yatima mtaa huo, akipapasa vichwa vyao kwa upendo. Wakazi wa Kibikibi walimpenda Chudu kupita kiasi, hawakumwona kama mhalifu, bali kama mkombozi aliyetumwa na Mungu kusawazisha mizani ya maisha. Walimlinda kwa hali na mali. Polisi wa Biloko walipokuja kumsaka, mtaa mzima ungeungana kumficha au kusema wamjui. Chudu ndio uhai wetu, walisema. Lakini kama usemi wa wahenga unavyosema, siku za mwizi ni 40, siku moja ya giza totoro. Chudu aliingia katika mtaa wa Kandili kwa nia ya kufanya wizi mkubwa zaidi. Hata hivyo, hakujua kuwa polisi walikuwa wamejipanga vizuri. Alipokuwa akijaribu kuvunja ghala moja la mfanyabiashara tajiri, alizungukwa. Chudu, jisalimishe! Kamanda wa polisi alipiga kelele. Chudu alijaribu kutoroka, akiruka ukuta mmoja hadi mwingine, lakini mtego ulikuwa mkali mno. Katika vuruma hiyo, risasi ilipigwa. Chudu alianguka chini akivuja damu nyingi. Alijaribu kuinuka, akifikiria nyuso za wajane na yatima wa Kibikibi, lakini nguvu zilimwisha. Alifia hapo hapo Kandili, mbali na mtaa aliopenda. Habari za kifo cha Chudu zilienea Kibikibi kama moto wa nyika. Kilio kilisikika kila kona. Lilikuwa si kilio cha kumpoteza mtu tu, bali kilio cha kupoteza tumaini. Wiki chache baada ya mazishi yake, maisha ya Kibikibi yalianza kubadilika kuwa jehanamu. Ukame wa msaada uliingia. Bibi Amina alikaa njaa kwa siku 3, huku vidonda vyake vikiwaka moto kwa kukosa dawa. Yatima waliondolewa shuleni kwa kukosa karo. Wakarudi mitaani kuombaomba na kuzura nyumba ambazo Chudu alikuwa akizikarabati zilianza kubomoka. Mtaa wa Kibikibi ulizama katika giza la umaskini, njaa na kukata tamaa. Kila mara wakazi walipokaa pamoja, walikumbuka siku za nyuma na kulia, Chudu wetu, lau kama ungekuwepo, tusingeasupata haya mateso. Mtaa huu ulibaki na historia ya mwizi ambaye kwa wengine alikuwa mhalifu wa kuuawa, lakini kwa Kibikibi alikuwa mhimili wa maisha yao. Kifo chake kiliacha pengo ambalo lisingeweza kuzibwa na mwingine.